Mathayo 26 mstari wa 28. Tuone pale usome. Tunamalizia. Mathayo (26) mstari wa 28. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Hii ndio damu yangu ya patano. Tunapozungumzia agano, tunazungumzia patano. Kazi ya damu ya Yesu ni kuleta patano. Sema patano. Kwa Yesu alipokuwa anatoa damu yake, alikuwa anatoa damu itakayopatanisha. Wangapi wananielewa? So ninapozungumzia damu ya Yesu, Yesu anazungumza, anasema hii ni damu ya patano. Badala ya kuweka neno agano, ondoa neno agano. Neno agano ni sawasawa na neno patano. Kwa hiyo unapoishiriki damu ya Yesu, unashiriki damu inayokupatanisha. Unapoipokea damu ya Yesu kwenye Pasaka, maana yake unaipokea damu ya patanisho. Inanipatanisha na biashara, inanipatanisha kwenye ndoa, inanipatanisha kwenye huduma, inanipatanisha na watu waliofarakana na mimi. Blood of Jesus. So unapozungumzia damu ya Yesu, ina capacity ya kurudisha mahusiano yaliyoharibika. Kama hii damu irudisha mahusiano yaliyoharibika na Mungu, inaweza ikarudisha mahusiano na chochote kilichoharibika kwako. Ndoa yangu ni mbovu, inaenda vibaya. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna watu wanatoa kafara ili kuharibu ndoa yako. Kwa hiyo ili ndoa yako iwe stable, na mimi naitumia kafara ya damu ya Yesu. Kwa sababu kazi ya damu ya Yesu ni kuleta upatanisho. Anamalizia, soma pale. Anasema kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo. Haimwagiki kwa ajili ya wachache, haimwagiki kwa ajili ya maaskofu, haimwagiki kwa ajili ya mitume na manabii. Kuna watu ambao wanaamini wao ndio Yesu aliwasamehe. Ukizaliwa bikira, umeishi bikira, umemaisha maisha yako yote bikira, haujawahi kufanya dhambi, ukawa mtakatifu siku zote, basi wewe huna dhambi, si ndio? Kuna wale ambao sasa wameharibika kama Rahabu. Hii damu imemwagika kwa ajili ya wengi, sio wewe peke yako. Na kuna watu wamebinafsisha damu ya Yesu kwamba hii damu inaweza ikawatakasa watu wa aina fulani. Hii damu inaweza ikatakasa yeyote. Inaweza ikatakasa yeyote. Aliye konkodi kwenye nchi, ambaye unamweza kumuita kahaba kwenye nchi, na anafahamika ni maarufu kwa kujiuza, damu ya Yesu inaweza kumsafisha. The problem is here now. Kuna wale walokole ambao ni mafarisayo. Yule hawezi kuokoka, ni mlevi sana, hawezi kuokoka, alikuwa na wanawake wengi, hawezi kuokoka. Si ndo kazi ya damu ya Yesu? Sio damu yako inayotakasa, sio damu yako inayoponya, sio damu yako inayofungua, ni damu ya Yesu. Listen to me carefully. Kama ukielewa haya, hautakuwa tena mtumishi wa Mungu ambaye ukimwona mtu hajawahi. Zamani zile niwahi kuambia hapa, alikuwa akiokoka mwanamke mrembo kanisani, kuanzia wana maombi wanaanza kuomba kwa jina la Yesu,
amekuja kumwangusha mchungaji. Zamani ilikuwa ni marufuku wa dada warembo kuokoka. Ukiokoka wewe mrembo unaokoka, una matatizo gani? So tunavunja, anavunja huyu, anavunja huyu, anavunja huyu, anavunja huyu, anavunja huyu, anavunja. So baadaye ya kiyama wanapongezana, wanaitana kumshukuru Mungu kwa sababu dada mrembo au kaka handsome ameondoka. Zamani mtu ukiwa unavaa vibaya, hauogi, unakuwa mchafu, umevaa kanda mbili, ndio unaonekana wewe unastahili wokovu. Na ukiwa unaimba pambio, watu wanasema kwa kweli tumejikana na mambo ya dunia. Inaonekana damu ya Yesu ilikuwa kwa ajili ya watu wa aina fulani. But maandiko yanazungumza wazi, hii damu ilikuwa kwa ajili ya watu wote. Hey, wangapi wananielewa? Masini ya Jesus, mnanielewa ninachoongea? Majuni ya Jesus, mnanielewa? Mamonita Jesus, mnanielewa? Viranja wote mnanielewa? Kanazungumza, unajua haiwezekani kuokoka, haiwezekani. Yaani haiwezekani. Inawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa damu ya Yesu yanawezekana. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kama tu Mungu aliweza kumuokoa Rahabu kwa kamba nyekundu. Kamba nyekundu ilikuwa inawakilisha damu ya Yesu. Unajua kamba iliyokuwa pale ilikuwa rangi gani? Wangapi wanajua ilikuwa nyekundu? Wangapi wanajua ile kamba iliyokuwa dirishani kwa Rahabu kahaba wakati wana wa Israeli wanakuja kuingia Jericho? Wanatoka Misri. Walipofika Jericho, ile kamba ambayo ilikuwa kwenye dirisha la Rahabu ilikuwa rangi gani? Ilikuwa inawakilisha nini? Damu ya Yesu. Na ilikuwa inawakilisha damu ya Yesu, ikikuonesha kwamba damu ya Yesu inapenda sana makahaba. Damu ya Yesu baada ya kumwagika ilitakasa jambazi kwanza. Haikutakasa padri, haikutakasa askofu, haikutakasa aposto. Ilianza kwanza na jambazi. Damu ya Yesu ni damu yenye ubobevu katika kutakasa makahaba, yenye ubobevu katika kutakasa majambazi. Kwa hiyo damu ya Yesu, wewe na kadhambi kako ka uongo ni kadogo. Stop talking. Kuna wimbo ule unasema ni kama bahari kubwa. Wote hamujui wimbo? Alright. Amen. Now listen. Damu ya Yesu ina ubobevu wa kupatanisha. Na ina ubobevu kwa afu Yesu anamwambia hivi, leo tutakuwa pamoja. Imagine jambazi mbobevu hajawahi kuhubiri injili, ujue. Hajawahi kuingia sokoni. Hajawahi kuimba pambio. The very day anamwambia, mzee, unaniona hapa jamaa, mimi nakukubali na kuamini kwamba wewe huna kosa, ila sisi tulizingua. Mimi nakuamini wewe huna kosa, huna dhambi. Anasikia dogo, leo tutakuwa pamoja. Imagine wakati ule damu ikiwa mbichi inazidi kumwagika, inampatanisha jambazi na baba. Wewe na kazambi kako wako kadogo kabisa. Kazambi ambako hata mchungaji ukimwambia ashtuki. Kuna watu wameua. Kuna watu wanakuambia nilikuwa nakunywa damu. Nilikuwa na pipa la damu. Anakuambia hivyo. Nilikuwa nakula kichwa, alafu mimi nilikuwa napenda ubongo. Wanashuhudia hivyo. Watoto wa mwaka 2000 hampati shuhuda kama hizi. Zamani ulikuwa ukitoka kwenye mkutano wa injili, sio tu unaisikia injili, lakini unarudi unaogopa. Unajua nitalaje? Unatafuta ulale na kaka zako, angalau ulale katikati. Kwa sababu tu shuhuda za kwenye mkutano sio tu kwamba zilikuwa zinaokoa watu, lakini bwana zilikuwa zinatuogopesha. Siku hizi mtu unaokoka, nadhani nimenunua TV, jamani, namshukuru Mungu, TV yangu ya inchi 100. Hauogopi chochote. Shuhuda za siku hizo. Anakuambia mimi nilikuwa naingia katikati. Nikiingia namtenganisha mume na mke.
na mbeba mke, naondoka naye, unaanza kujiashumu. Hakwambia nilikuwa nakata kichwa, mimi ndo nilikuwa napewa kimaalum kula ubongo. Au naambiwa yeye ndio alikuwa anapenda sana vitoto vichanga. Au wale watoto wa miezi 6 mpaka 7 yale, wakiwa wanakomaa. Anakwambia hizo ndo shuhuda za zamani. Shuhuda za miaka 2000. Namshukuru Mungu, nilimwomba Mungu nipate mume Mchaga. Nimempata Mchaga mwenye magari. You know, kila mtu ana shuhuda zake, sema amen. Yes, that's all. But I'm trying to tell you namna ambavyo damu ya Yesu inaweza ikafanya kazi. Achana na haya mambo ya kawaida haya. Mtu anaokoka anakeneka hivi. Ndio maana wachawi wa siku hizi wanavaa suti. Wachawi wa zamani akiwa anaongea hivi, watu wote mnakuwa mnaogopa. Nasema yani hapa simsalimii. Kwa sababu nakwambia nilikuwa nikimpa mkono mtu, huyo dada atanifuata mpaka chumbani. Kila siku atanifuata na mimi tu ananiwaza mimi tu. Nikimpa mkono. So wadada wote mikono iko hapa. Kama huyo alikuwa brother, anafanya amina, ubarikiwe mtumishi. Wote wanao. Zamani mtu akisema ni mwana maombi, alikuwa yani sio mchezo. Anaomba. Nyie watoto wa mwaka 2000 ambao ukiwaambia anza tuombe hapa, kesho wote hamji kwenye ibada. Hamji, jamani tuliimba sana jana na tuliomba sana, kwa hiyo leo hapana, siendi kwenye ibada. Sitaweza. Utaweza kuja ibadani? Zamani usipokuja ibadani unawaza kama nisipoenda kwa hiyo yale yatakuwa yanatokea mimi. Unakuja kanisa. Damu ya Yesu inaweza, sema amen. Paza haleluya. Paza haleluya. Damu ya Yesu ikupatanishe na mema yako katika jina la Yesu. Nasema damu ya Yesu ikupatanishe na mema yako katika jina la Yesu. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, ndio damu ya upatanisho. Ikakupatanishe na fedha yako, ikakupatanishe na hatima yako. Hii damu ya Yesu ikupatanishe na watu sahihi katika jina la Yesu aliye hai. Simama mahali ulipo na ujifurahie damu ya Yesu. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Twende. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Chap chap. Damu ya Yesu, 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 hey, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Nikisikia kinanda kinachoeleweka. Nisikia kinanda. Damu ya Yesu, 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 damu
Damu ya Yesu.
Haleluya. Maandiko yanasema naam, Pasaka wenu amekwisha kutolewa. Baada ya kutolewa, maandiko yanasema na mfanye nini? Karamu. Karamu maana yake kuimba, kucheza, kusifu, kurukaruka. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Mwambie Bwana Yesu asante. Thank you for your blood. Thank you for your blood. Thank you for your blood. Damu ya Yesu. 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 Paza sauti ya shukrani. Thank you Jesus for that blood. Mwambie Yesu asante kwa ajili ya damu yako. Hallelujah. Inua mikono yako juu, sema Baba, kwa jina la Yesu. Sema siku ya leo, kwa damu ya upatanisho, kwa damu ya upatanisho, najipatanisha mimi, najipatanisha mimi na kazi zangu. Kwa damu ya upatanisho, najipatanisha mimi na mume wangu na mke wangu, najipatanisha mimi na watoto wangu katika jina la Yesu. Kwa damu ya upatanisho, kwa damu ya upatanisho, najipatanisha mimi na jamii yangu, na wafanyabiashara, na wafanyabiashara, na serikali. Najipatanisha na yeyote ambaye alikuwa anipendi kwa damu ya upatanisho, kwa damu ya upatanisho. Kama vile ambavyo yule jambazi kwenye msalaba alipatana na Baba kwa damu ya Yesu, nami siku ya leo napatana na chochote kilichobeba baraka yangu, kilichobeba amani yangu, kilichobeba pumziko langu, kilichobeba furaha yangu. Napatana leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa dakika moja itia damu ya Yesu kwenye kila eneo ambalo unatamani kuwa na access, unatamani kuwa na upatanisho, unatamani kupatana. Shakapa rakata. Kazi ya damu ya Yesu ni kukupatanisha. Pray. Najipatanisha na kesho yangu, najipatanisha na kesho yangu, najipatanisha na watu wa maana. Rakatakapa shakatalabata elakwatalabarata elibrakatosa kadia raketeketeketea labrakatama. Najipatanisha leo, najipatanisha leo. Jipatanishe na mume wako, kwa sababu kuna wengine bado hujaolewa lakini mume wako yuko somewhere. By the blood of Jesus. Rakitaba eskabradaba entalabada elakata rakata. Kwenye biashara yako jipatanishe na wateja wako, jipatanishe na wateja wako, jipatanishe na wateja wako. Wakati wengine wanatumia damu za wanyama, wanatumia damu za mbuzi, wewe tumia damu ya Yesu, wewe tumia damu ya Yesu. Itie damu ya Yesu, itia tu damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ina uwezo wa kupatanisha. Shaparakata rakata bayadaba rakata bayagada reketepea shakaparias. Pray, 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 pray. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Mahali penye mafarakano, itia damu ya Yesu. Jipatanishe na ardhi ya Dodoma, jipatanishe na ardhi ya Tanzania. Shakapa, kila mahali itakapokanyaga katika ardhi ya Tanzania, napatana na ardhi ya Tanzania, napatana. Shakapa, jipatanishe na hali ya hewa, jipatanishe na chochote na kila taarifa zinazotembea kwa mfumo wa hewa, kwamba zitaeneza jina lako, zitatangaza biashara yako, zitatangaza mambo yako mema. Shakapa,
rakata rakata shakapa rakata. Kabla hujaingia huo mkoa, kabla hujaingia hiyo wilaya, jina lako litakuwa limefika. Biashara zako na jina lako litakuwa limefika kwa habari njema. Shaparada erakata. Declare shakapa. Najipatanisha kwa damu ya Yesu. Najipatanisha. Kazi ya damu ya Yesu ni kupatanisha. Najipatanisha shakapalakata. Kila baraka yangu iliyochelewa najipatanisha nayo leo. Iwahi sasa, ifanye haraka, ije sasa. Rakapa, napatana nayo. Ile kazi, ile ofisi, ile ndoa, shakapa rakata rimasata yakatakata rakatakapa entakapalada eliparata. Patana kwa damu shakaparaba yakadagapa yakatale retiata shaliakata. Kuna mtu ambaye kila siku anakupiga vita. Siku ya leo omba kwa ajili yake. Napatana naye kwa damu ya Yesu. Napatana naye kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Rakapa koria sakata rama sakada. Kuna watu ambao unaweza ukaona ni adui zako, lakini wamebeba baraka zako. Rama sakada maleke berias shakapaladaba yakapalakatakata rakatakapalata entalakata. Hii damu ni damu ya agano, ni damu ya patano, ni damu ya patano. Shakapa, mahali popote ikiwekwa inakupatanisha na Baba wa mbinguni, inakupatanisha na wengine. Rabediza imbrasuva rakata malada shakapari adaba shakaparadaba leparakataya. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu inanipata patanisha. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Aya. Omba tena kwa dakika moja. Familia yako haitakuwa na faraka, haitakuwa na magomvi. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuna familia ambazo zinagombana kila siku, nyumba hazina amani. Maandiko yanasema walipoipaka ile damu, malaika hakuangamiza. Ndoa yako haitaangamia, watoto wako hawataangamia. Shakapari ya doshi. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Oh ya parakadaya marasa kapa reska brata kapa. Watoto wangu hawataangamia, familia yangu haitaharibika. Watu wanaokoka kwenye nyumba yangu, kaka zangu wanaokoka, ndugu zangu wanaokoka, dada zangu wanaokoka, wadogo zangu wanaokoka, wajomba wanaokoka, shangazi wanaokoka. Rakata kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ina uwezo wa kupatanisha. Kama Rahabu aliweza kuokoka kwa damu ya Yesu, wewe unaweza ukaokoka. Kama yule jambazi pale msalabani aliweza kuokoka kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweza ikaenda kwa jamaa zako, inaweza ikaenda kwa ndugu zako. Haimaanishi wameshindikana, haimaanishi haiwezekani wao kupona, haimaanishi haiwezekani wao kufunguliwa. Damu ya Yesu inaweza ikaokoa. Omba kwa ajili ya familia yako, omba kwa ajili ya ndugu zako, biashara zao, miradi yao, kazi zao. Shakapa lekete rakata. Damu ya Yesu,
kwenye familia yako. Itia damu ya Yesu kwa ndugu zako, kwa dada zako, kwa familia yako, kwa ndugu zako. Itia damu ya Yesu, itia damu ya Yesu. Una sekunde 30 tena. Itia damu ya Yesu. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Saving blood, saving blood. Damu inayookoa, damu inayoponya, damu inayofungua, damu inayobadilisha. Rakataba, elekateliapa, elebrakataba, elebalakatakata, entakakwakata, erakatakata, rapasaka, yakatagada, rekatebe, rakataka, rekateke, rakataka, yapa, yapa, rapada, entakapa. Blood of Jesus, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Maisha yako yamebarikiwa katika jina la Yesu. Maisha yako yamebarikiwa katika jina la Yesu aliye hai. Kwa kuwa umehudhuria nyumbani mwa Bwana siku ya leo, maisha yako yatabaki kawaida. Pokea neema ya kuinuliwa tena. 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 Pokea neema ya kuinuliwa tena katika jina la Yesu aliye hai. Mkono wa Bwana hautapungua juu yako, hautapungua kwenye maisha yako. Damu hii ya Yesu ambayo tunaifanyia karamu na tunaifurahia, itayafunika maisha yako, itafunika biashara zako, itafunika watoto wako, itafunika ndugu zako, itafunika chochote unachofanya katika jina la Yesu Kristo. Paza amen. Paza amen. Tunapoondoka, inua sadaka yako juu.